wale wachezaji wote ambao wamepata nafasi ya kuanza wameanza kwenye kiwango kizuri na wameonyesha kiwango kizuri. Sasa unapokwenda kusema kwa sababu mwalimu amewahi kufundisha Yanga, sasa hivi amepewa majukumu ya kufundisha timu ya taifa, wapange wachezaji wa Simba kwamba ana uyanga, na fitu tunakuwa tunamkosea heshima. Ni tarehe 30 mwezi wa 12 2025, siku kubwa kweli kweli kwa taifa la Tanzania. Ni siku ambayo ina furaha, ina bashasha kwa watu wengi ambao wanapenda soka kwa sababu ya kile ambacho kimetokea katika ardhi ya kule Morocco. Tanzania wameweza kuqualify, japokuwa kwa kile ambacho kinaonekana ni kwamba wamequalify kwa njia ya best loser, lakini kuqualify ndio kuqualify. Kwa hiyo Tanzania wote leo tuna furaha kweli kweli kutokana na kile kilichoweza kutokea kule nchini Morocco. Niko hapa na chambuzi lenye qualifications za FIFA, chambuzi ambalo limebobea kabisa masuala haya ya soka, lakini pia chambuzi ambalo lina madini ya kutosha, ubongo wake muda wote unawaza football. Niko naye hapa kuhakikisha kwamba tunapiga story mbili tatu, kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata kujua kile ambacho chambuzi siku leo ametuandalia. Bwana Fadhili Malango, habari za wakati huu? Salama kabisa, na mshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Mambo yamekaaje? Alhamdulillah, mambo yamekaa vizuri. Natamani kufahamu kile ambacho kimetokea kule nchini Morocco siku ya leo. Kwa wewe kama Mtanzania umekipokeaje, na je, kitu gani ambacho umefurahishwa nacho siku ya leo kwenye mchezo wa siku ya leo? Mi kama mdau wa soka na kama Mtanzania nimepokea kwa uzuri, kwa sababu hizi ni hatua ambazo kama Watanzania tulikuwa tunatamani kuona timu yetu ya taifa inapiga hatua kushiriki AFCON mara ya 4 unazungumzia mpaka sasa hivi, lakini katika mara 4 hizo, mara 3 zilizopita tulikuwa hatujawahi kufika popote, kwa maana tunaishia kwenye hatua ya makundi. Ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa hakiridhishi kweli kweli, na maana ilikuwa inaonyesha kwamba tulikuwa tunakwenda kwenye michuano ya AFCON kushiriki tu, lakini hakuna competition ambayo tulikuwa tunaipeleka. Lakini kwa this time ama this tournament ambayo tumekwenda kushiriki nchini Morocco, timu yetu imeweza kupiga hatua kubwa kutoka kwenye zile hatua ambazo tulikuwa tunaonekana hatuwezi kuzifika kwa urahisi, na kwa sasa tumeweza kuzifika. Ingawa ukienda kutazama kwa namna ambavyo tumefuzu, hatujaweza kushinda mchezo hata mmoja, kwa sababu tumepoteza mchezo mmoja na tumeweza kusare michezo miwili. Lakini hii inaonyesha kwamba kuna namna ambavyo tumepiga hatua, kwa sababu kuna mataifa ambayo tulikuwa tunashindana nayo kwenye hii group stage, ni mataifa makubwa ambayo kimsingi ili uweze kuhakikisha kwamba unaokota alama hata moja kwenye haya mataifa ama alama 3, lazima upambane kweli kweli. Ukitazama kwenye kundi letu, sisi ndio kwa tunaonekana kama underdog, kwa sababu Nigeria, Tunisia pamoja na Uganda kwenye ranki za FIFA na CAF wameweza kutupita. Kwa hiyo ili tufanye vizuri, sisi tulikuwa tunahitajika kupambana mara 2 zaidi ya wao ambavyo walivyo, na fly pia kuona wachezaji wa Kitanzania wameweza kupambania hilo. Ni vigumu kuona kwamba timu ya taifa ilikuwa ina uwezo wa kwenda kupata matokeo alama 3 direct mbele ya hizi timu, lakini kwa uthubutu wao na uwezo wao wameweza kupambana. At least kwenye ile michezo ambayo ilikuwa inaonekana ni migumu kwa wao waweze kupata matokeo kwa direct, wameweza kuokota hata alama moja kwenye mchezo dhidi ya Tunisia na kwenye mchezo dhidi ya Uganda. Lakini hata kwenye mchezo wa Nigeria tumeonyesha performance nzuri, kwa maana kutokuruhusu magoli mengi. Ukitazama kwenye hii hatua ya group stage, sisi ndio timu pekee ambayo tumefungwa magoli machache na Nigeria. Ukiwatazama wenzetu Tunisia wamekula chuma 3, Uganda pia wamekula chuma 3, lakini sisi tumekula chuma 2. Hii inakuonyesha kwamba sisi tulikuwa na mpango mkakati mzuri, ama tulikuwa na kiwango kizuri dhidi ya Nigeria. Hata ukija kuwatazama hawa Uganda, mechi ambayo wamecheza na Tunisia, wamepasuka goli nyingi, pia walipasuka goli 3. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba sisi tumekuwa na performance nzuri kwenye uchezaji, kwa maana tumecheza kimbinu zaidi na kimkakati zaidi. Kwa hiyo hii ni pongezi ambayo tunastahili kuwapa wachezaji wetu wa Kitanzania, lakini pia tunastahili kuwapa benchi la ufundi ambao wamefanya kazi kubwa kiongozwa na Miguel Gamondi. Kwa muda mchache tu ambao amepewa timu ya taifa ya Tanzania, ameweza kuonyesha kitu kikubwa. Huyu ndo anakuwa kocha wa kwanza kutuweza kutupeleka kwenye hatua ya knockout stage, kwa maana hatua ya 16 bora. Tuna kibarua kigumu mbeleni, lakini naamini kwa hapa ambapo tulipofikia, sidhani kama kuna Mtanzania yote ambaye anaweza kuwa lawama. Mimi binafsi, of course, haya matarajio kwangu yamekuwa ni kama surprise, kwa sababu nilikuwa sina imani na timu ya taifa ya Tanzania kama inaweza kufika kwenye hatua ya 16 bora. Na sio kwamba ni kwa sina imani kwa sababu haiwezi kupata matokeo, no. Kuna fakti ambazo zilikuwa zinaeleza ambazo sio rahisi zaidi kwa Tanzania kuweza kupata matokeo kwa mbele ya hivi vigogo, lakini kupata kwa matokeo ni lazima wapambane kuhakikisha kwamba
wanayapata hayo matokeo, na of course ndio kitu ambacho kimeweza kuonekana. Kwa hiyo kama Mtanzania mimi nafurahia kuona kwamba hii AFCON ya mara ya 4 ambayo tumekwenda kuishiriki tumeweza kupata mafanikio, na imani AFCON 2027 ambao sisi tutakuwa wenyeji Uganda pamoja na Kenya, tunaweza kufika hata kwenye hatua ya 16 ya robo finali. Kama tumeanza hatua ya 16 bora msimu huu, basi 2027 tunaweza kufika kwenye hatua ya robo finali. Kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yanaendelea kujadiliwa kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania, hususan kwa uteuzi wa kikosi ambacho amekuwa anakifanya Miguel Angel Gamondi. Ukiangalia kuna penyenye zingi zimekuwa zikizungumzwa kuhusiana na wachezaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba, akisema kwamba Miguel Gamondi ana rada za uyanga kwa sababu ya kikosi ambacho amekuwa anakichagua kwenye timu. Sasa kama wewe ni mchambuzi na masuala ya soka yakiwa yanaendelea kwenye taifa letu, unajua kwa namna moja ama nyingine watu wamekuwa wanazungumza hili na kuelekea na hili. Sasa wewe ulikuwa na maoni gani kwenye ile ambayo limekuwa likizungumzwa mtaani kuhusiana na Miguel Angel Gamondi na wachezaji wa Wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba? Mimi nafikiri ni ushamba tu, kwa sababu unajua tunazungumza maneno magumu, lakini kiuhalisia Watanzania wengi hawana uelewa kuhusu football. Yeah. Na ndio maana unaona wanakuwa wanazungumza kwa miemko ambayo imekuwa haina maana, lakini miemko ambayo imekuwa haina focus nzuri kwenye football. Uwezo kumpangia mwalimu kitu cha kufanya, kwa sababu yeye mwalimu ndo anajua target yake ni nini, yani kupanga kile kikosi anataka nini kutokana na mpinzani ambaye anakwenda kukutana naye. Sasa bahati mbaya ni kwamba sisi wa Tanzania kuna wachezaji ambao tumesha target kwamba ni lazima wacheze. Wanasahau kwamba mwalimu ndio mwenye majukumu ya kuweza kuangalia nani acheze na nani asicheze, kutokana pia na mpinzani ambaye anakwenda kukutana naye. Mimi nikikutana na mtu ananiambia kwamba mwalimu ana uyanga hajampanga Kibu Dennis, kwa sababu nitamuona kama ni mtu ambaye ana matatizo ya afya ya akili, kwa sababu mtu kama una matatizo ya afya ya akili uwezo kuzungumza kauli kama hiyo. Kauli ambayo unatakiwa ukizungumze ni kumwachia kocha majukumu yake ili aweze kutekeleza kiufundi zaidi. Na ukiangalia kwa namna ambavyo timu ya taifa imecheza kwenye hiyo michezo yote mitatu, imecheza kwa kiwango kizuri, na mwalimu amejaribu kufanya rotation kutokana na matakwa husika ya mechi, na wale wachezaji wote ambao wamepata nafasi ya kuanza wameanza kwenye kiwango kizuri na wameonyesha kiwango kizuri. Sasa unapokwenda kusema kwa sababu mwalimu amewahi kufundisha Yanga, sasa hivi amepewa majukumu ya kufundisha timu ya taifa, wapange wachezaji wa Simba kwamba ana uyanga, na fitu tunakuwa tunamkosea heshima. Unajua kazi ya ukocha ni kazi ambayo pengine watu wengi wanaichukulia simple tu, lakini ni miongoni mwa kazi ngumu sana. Kama wewe unaweza kupewa majukumu ya timu ya taifa, basi timisi kwamba kuna kitu ambacho wamekiona kwamba unaweza kuwatoa sehemu fulani kuwapeleka sehemu fulani. Kama ni sehemu ngumu, basi watoe sehemu ngumu wapeleke sehemu rahisi. Kama ingekuwa ni rahisi, basi Wallace Karia angeichukua timu mwenyewe akafanya nini, akaenda kufundisha, ama wangemtafuta Mtanzania yeyote akapewa timu ya taifa akaweza kufundisha. Lakini pale ambapo walimu wamekuwa kipewa majukumu yao, kufanya majukumu yao kwa uhuru zaidi, changamoto kubwa ndio zimekuwa zikitokea, ndio yanatokea maneno kwamba si Simba, si wachezaji wa Yanga. Nafikiri haya yana mantiki. World Cup ya 2010 wakati inachezwa, Spain wanachukua ubingwa pale Afrika ya Kusini. Ukitazama asilimia kubwa wa kikosi cha Spain walikuwa ni wachezaji wa Barcelona. Na hata ukiangalia ile first 11 ambayo ilianza kwenye mchezo wa finali, wachezaji 7 walikuwa wanatoka kwenye kikosi cha Barcelona. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwalimu alikuwa anaangalia muunganiko wa wachezaji wa direct, kwamba unaweza ukamsaidia nini kuweza kucheza kwenye timu ya taifa na akapata mafanikio. Yani leo hii tukitaja miongoni mwa center back bora kwenye timu yetu ya taifa ya Tanzania kwa sasa, huwezi kuacha kumtaja Dickson Job, Ibrahim Baka pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Ili mchezaji mwingine uweze kupenya kwenye hicho kikosi, lazima ufanye kazi ya ziada. Kuna wachezaji of course wapo wanaonyesha kiwango kizuri, lakini ukianza kuwa compare na ubora na hawa kina Ibrahim Baka, bado unaona wanastahili kucheza, kwa sababu cha kwanza wana consistency ya kucheza kwenye mashindano ya ndani pamoja na mashindano ya nje. Kwenye kombe la shirikisho tunawaona, kwenye ligi ya mabingwa tunawaona. Kwa hiyo kama kuna wachezaji wengine ambao wanahitaji kupata nafasi, ni lazima wapambane zaidi kuwatoa hawa ambao wanaonekana wanapata nafasi ya mara kwa mara. Kwa hiyo mimi sitaki kuamini kwamba Dickson Job, Ibrahim Baka pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto wanacheza kwa kupendelewa. No, bali wanacheza kwa sababu ya ubora wao ambao wamekuwa wamefanya nini, wakionyesha. Ukimwona Kibu Dennis amepata nafasi, basi chukulia kwamba ni hiyo, kuna mwalimu kitu ambacho amekiona. Ukiona Kibu Dennis hajapata nafasi, usianze kuleta habari za Usimba na Yanga kwenye national team, bali kila mmoja
ana nafasi ya kuichezea timu ya taifa. Kama leo Kibu Denis hajacheza ni kwa sababu mwalimu ameona kitu fulani kuelekea kwenye mchezo husika kwamba kinahitajika ama hakihitajiki. Kwa hiyo hizi hoja za kwamba si wachezaji wa Simba hawachezi, si wanachezesha wachezaji wa Yanga kwa sababu Gamondi ana uyanga ama amewahi kufundisha Yanga, mimi nafikiri ni washamba tu wa football ambao wameamua kudhihirisha ushamba wao kwenye football. Na tukiendelea kwa kuangalia kwamba huu ni wakati ambao timu kama Taifa Stars sasa kumwamini Miguel Angel Gamondi na kumpa moja kwa moja timu ili aweze kuifanya Taifa Stars iendelee kufanya vizuri zaidi hapa ambako tumefika. Yeah, of course kwangu mimi naona kuna haja hiyo, kwa sababu kama mwalimu umempa timu ndani ya miezi miwili amefanya mambo makubwa, ina maana huyu anastahili kupewa timu moja kwa moja. Wamepita makocha wengi sana, pengine ukimuondoa Miguel Gamondi, kocha ambaye labda amewahi kuacha historia kadha alikuwa ni Maximo, yeah, ambaye aliweza kutupeleka kwa mara ya kwanza kwenye michuano ya CHAN mwaka 2008. And then baada ya 2008 tumekuja kurudi, ilikuwa ni mwaka 2021 CHAN ya mashindano ya CHAN ambayo yalifanyika nchini Cameroon. Ukitoka hapo tumekuja kurudi tena mwaka 2025. Anza kupiga mahesabu kuanzia mwaka 2008 mpaka mwaka 2021. Ni miaka mingapi hapo ambayo imepita? Ni mingi sana. Piga tena mahesabu kutoka mwaka 2021 mpaka 2025. Ni miaka mingapi hapo imepita? Miaka mingi sana. Kwa hiyo ukimuondoa Maximo, mwalimu ambaye anafuatia ambaye ameweka rekodi nzuri basi ni Miguel Gamondi. Katika muda mchache huu ambao amepata nafasi ya kufundisha, tumeweza kuonyesha kiwango kizuri kwenye michuano ya AFCON na tumeingia kwenye hatua ambayo tulikuwa tunatamani kuingia na hatujawahi kuingia. Yaani leo kubakia timu 16 ambazo zinashiriki mashindano ya AFCON inakuonyesha kwamba ni kitu bora ambacho kinaendelea kuonekana kwenye kosi chetu chini ya Miguel Gamondi. Kwa hiyo mimi naamini kwamba ni wakati sahihi sasa wa kumkabidhi mwalimu timu Miguel Gamondi, na sio timu tu, wampe project ambayo sisi itatuongoza direct kwenye michuano mbalimbali ambayo tunakuwa tunashiriki, ambayo tutakuwa tunapita katika ile structure ambayo tumeiandaa na mifumo ambayo tumeiandaa, ambayo tutamkabidhi mwalimu Gamondi, ambayo hatuendesha sisi kama Watanzania kuweza kufikia kule ambako tunahitaji. AFCON 2027 nimezungumza, Tanzania pamoja na Uganda sisi ndio wenyeji. Tunahitaji kuwa na kocha ambaye anapita kwenye project. Yaani leo hii sasa huyu Miguel Gamondi tumuandae kwenye project ya mwaka 2027. Sawa, mimi natamani nikuulize tu jambo moja. Unapozungumzia masuala mazima ya project, umezungumzia swala la project. Sasa natamani nijue kitu kimoja kutoka kwako. Tanzania tunajua sisi tuna falsafa aina gani kwenye uchezaji? Tanzania hatuna falsafa. Hatuna ndio maana tunaendaenda tu kama mang'ombe. Ni wakati sasa wa kubadilika kutoka kuendeshwa tu kawaida na kurudi kujua kwamba sisi tunahitajika kucheza falsafa aina gani? Inawezekana. Yaani unajua football kuandaa falsafa ni rahisi sana, lakini inahitaji pia uwe na watu ready. Ununue akili za mpira. Ununue brain of football. Yes, of course. Yeah. Yaani tunaweza sisi 2027 tuna AFCON. Tunaweza tukaanza kuandaa structure sasa hivi ambayo itatuongoza sisi kuweza kufikia mafanikio mwaka 2027. Na of course inawezekana, lakini bila hivyo basi tutakuwa tunatapatapa. Kwa hiyo kuandaa mfumo ambao sisi tutatuelekeza ni rahisi sana, na naamini TFF kwa kushirikiana na Baraza la Michezo BMT ambayo ndio serikali yenyewe ina uwezo wa kufanya hivyo. Angola ninavyozungumza sasa hivi ni miongoni mwa timu ngumu sana. Ingawa kwenye AFCON hapa 2025 hawajafanya vizuri, lakini ukiangalia timu yao unasema yes, au baada ya miaka 5 mbele au miaka 3 mbele itakuwa ni timu ambayo ni tishio zaidi hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wameanza kutengeneza structure yao kuanzia mwaka 2020 kupitia mwalimu Pedro Goncalves ambaye sasa anaifundisha klabu ya Young Africans. Na ukitazama wachezaji wengi ambao wanacheza kwenye timu ya taifa ya Angola ni wachezaji ambao wana ubora kweli kweli. Leo nikikuchukulia mchezaji ambaye anacheza ligi ya Angola nikakuletea kwenye national team, ushindani wake ni wa hali ya juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya project ambayo iliandaliwa. And then ukianza kupita pia kwenye vilabu vya Angola, sio Primeiro de Agosto, Petro de Rwanda na vingine vingi, vimetengenezwa pia kwenye system hizo, na ndio maana unaona ni rahisi sana wachezaji kutoka kwenye vilabu kuja kwenye national team wakiwa bado wachanga na wanafanya vizuri. Sawa bwana, ni Yasir Masudi Salum. Nilikuwa nikipiga hapa story 2-3 za kimichezo kuhusiana na mchezo ambao umepigwa siku ya leo kule nchini Morocco, na Taifa Stars wakiweza kuwazuia vizuri kabisa Tunisia na kuweza kuhakikisha kwamba tunapata matokeo ya alama 1-1, na kwenye kundi tunasimama tukiwa watu watatu na alama zetu 2, lakini pia tukiqualify kwenda katika hatua ya 16 bora baada ya kuhakikisha kwamba mataifa mengi
mengine yameshaangaliwa na namna ambavyo ya goal difference imeonekana kwenye maeneo ya kuangalia nani amefungwa mabao mengi, nani amefungwa mabao machache. Tumeonekana kwamba tuko salama na tumequalify kwenda na hatua ambayo inafuata. Tunakwenda kucheza na timu ya Morocco ambao ni wenyeji wa mashindano haya. Sasa nitamani tu kwa dakika moja niweze kusikia jambo la mwisho kutoka kwa mchambuzi wetu mwenye qualifications za FIFA. Tueleze tu je, tutatoboa kwa Morocco? Hapana. Kwa nini hapana? Kwenye football inawezekana. Lakini tukizungumza kiuhalisia haiwezekani. Tukizungumza uhalisia haiwezekani. Hivyo ndo ambavyo tunamaliza kuzungumza matamshi mazuri kabisa hayo ambayo ametuelezea siku leo. Bwana, tulikuwa tunapiga tu stories za kawaida na tumeweza kupata mengi kuhusiana na football. Hivyo ndo ambavyo tunaweza kumaliza. Bwana Fadhili Malango, bwana shukrani sana.